Katika sehemu iliyopita, Mathayo alitueleza ya kwamba baada ya kutumikia adhabu yake akiwa nyumbani, sasa mkuu wa shule anampigia simu ili akafanye mtihani wake wa mwisho. Na matokeo yalipotoka, aliibuka miongoni mwa wanafunzi waliofaulu vizuri. Mkuu wa shule alinyanyua simu na kuwapigia baba na shangazi wa Mathayo. Haikuishia hapo. Shangazi alinyanyua pia simu yake na kuipiga kwa Mathayo kutoa pongezi zake na kumwomba msamaha kijana huyu. Unahisi shangazi atashiriki kweli katika hatua hii ya chuo ikiwa alishindwa kutimiza ahadi yake kwa kijana huyu akiwa O-level na A-level? Nikukaribisha sana katika sehemu ya 11 na nikukumbushe tu kwamba usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata simulizi zetu kwa wakati husika. Kituo kinachofuata ni chuo kikuu, ni ambako ni kwepesi kuliko nyuma. Kwa hiyo najua sasa mtu yoyote ambaye anakuja kukupushi hapo anajua yeye atanufaika sana na wewe kwa sababu ni mwishoni, ni miaka tu ya chuo. So akaanza unajua maisha yana ups and down, unajua sisi ni binadamu, tusameane. Nikamwambia mimi nishakusamea muda. Kwa kuniona mimi nimetuma taarifa yako, mambo yako unifanyia, nishamwambia mtu yote. Mimi nimekusamea muda, mimi kwanza sina gaiki. Sababu naweza hata nikafa ghafla hapa. Nikikuwekea hiki kitanisaidia nini? Kwa mimi mapema kuwa na amani. Akamwambia basi uombe vyuo vya maana, unitafute ukiwa unaomba hivyo. Nikamwambia sababu nilijua tu sitamtafuta. Sababu hata nikimtafuta kuna cha maana atasaidia. Ni msaada gani alikuwa nao yeye kunisumbua tu? Nikamwambia haya nitakutafuta nikachana. Kweli dirisha la vyuo likafunguliwa. Sasa wakati dirisha la vyuo linafunguliwa, nikaona njia nyepesi ya kufanya vitu vyangu vyote kwa wepesi. Kwanza nilikuwa na plan ya kusomea vyuo vya Dar, ambapo nilikuwa nimesha plan hapo ni CBE. Ya kwanza ilikuwa ni FM, chaguo la kwanza, na ni ambao mimi mwenyewe nilikuwa nawaza. Hiyo ya FM, ya pili TIA, ya tatu CBE. Na mwisho iwe IAA ambayo iko Arusha, lakini vitatu vya mwanzo vyote viwe ya Dar. Yaani kwa plan yangu kwanza ni Dar. So nikaona vitu vyangu ili kufanyika kwa pesa bidi niende Dar. Sasa kuna mwanangu mmoja ambaye nilikuwa namfundishaga mathematics, yule ambaye tulifaulu sisi kwa CC wote. Na yeye ndoto yake ilikuwa ni kusoma uhasibu. Yeye amezaliwa Ilala na kaa Dar es Salaam. Nikasema sasa bora niachane na huu mkoa, niachane na hivi vitu. Sasa nikajikite kwenye elimu. Nikamwaga yule mshikaji wangu tena ghafla, nikamwambia mwanangu inabidi nitoke, elimu inanihitaji sasa. Wakati huo vitu vyangu vyote nishavikusanya, vitu vyangu vyote vinavyohitajika ninavyo. Nikamwambia sasa mwanangu inabidi mimi niende Dar. Nikamtafuta mshikaji wangu, nikamwambia kaka inabidi nije tukae wote huko wakati nakamilisha kuomba vyuo na mkopo, afu kwanza chuo na tamani tukasomea sehemu moja. Nikamwambia mimi mwenyewe pia natamani mwanangu, wewe unani-inspire vitu vingi. Wewe mtu ukao umefukuzwa shule mara 2 ukaa hivi na hivyo alafu bado umefaulu. Huyo mwanangu naye alisoma advance, alifaulu tu fresh na mwenyewe. Kwa akaniambia natamani uje tukae wote. Nikamwambia basi sawa. Kweli mimi yani nilikuwa na safari kipindi hicho nyingi za ghafla, yani kama tu nilivyoitwa shule kuna nikafanya mtihani Jumatatu huko mtihani chap nikaondoka. Kwa hiyo na mimi pia nikamwambia mwanangu chap kwa elimu mimi naondoka naenda Dar. Kwa ghafla tu nikaondoka nikaenda zangu Dar kwa mwanangu. Sasa kumbuka nina ndugu wengi, wana nyumba kubwa, wengine mpaka wanazipangisha, wana hela, lakini mimi na ndugu wakati huo damu zetu zilikuwa ni zimekuwa maji. Wanasema damu zetu kuliko maji. Sasa mimi zilikuwa ni maji, zilikuwa zimerainika kabisa. Kwa mimi huyo nikaenda kukaa na mwanangu kule, nikaenda kupoa, tukaanza harakati. Sasa bahati nzuri nilikuwa nina viera ambavyo yenyewe vilikuwa bado havitoshi, kwa nikahitaji msaada. Akatokea blaza mmoja, mtoto wa mjomba yule marehemu alifariki, ambaye mke wake ana mambo ya ovyo. Sasa huyo mtoto sio hakuzaliwa na yule mama, alizaliwa na mama mwingine. Kwa akatokea huyo ndo mkubwa kabisa. Akaniambia dogo vipi fresh, mishi poa. Dogo ni mwanangu, imeniuma sana kusikia umefukuzwa leo, nimeona matokeo
nimeumia sana. Nikamwambia kwani hujapewa taarifa wewe au hizo taarifa ni nzuri hazijakufikia? Maana taarifa nzuri wazisambai haraka. Nikamwambia kwa hizo hazijakufikia. Anambia gani? Nikamwambia si nimefanya mtihani, mbona mimi na nimefaulu. Acha basi. Anambia nikamwambia dogo. Nikamwambia bro relax. Nakutajia namba yangu hiyo. Ingia kaangalia. Kweli nikatajia namba yangu, akaenda kakagua kweli. Dogo. Nikamwambia na namba mkuu wa shule hiyo hakikisha. Kweli akapiga mbona wadogo nimefurahi sana. Kwa hiyo nikamwambia nataka kuomba vyuo, nataka kuomba mkopo kwanza hapo. Sema ndio hivyo. Kuomba vyuo ni simple, ila kuomba vyuo ninao, ila vyuo wakati nilikuwa nishaomba vyuo vyangu vile vile TIAA nikaa nimeitoa, nikaa nimeomba vyuo tu hivyo vitatu nikaa ile nimeitoa. Pia kupumzisha hela yangu ya udahiri ipumzike. Sikuwa na mpango kwenda kwa Arusha. So bro akaniambia, "Kwa hiyo una shida gani sasa?" Nikamwambia hapa mchawi mikopo tu nitoa damu. Kwamba mkopo kuna gharimu hela nyingi ambayo ilikuwa inaweza kafika 80,000 hadi kutoka 70 hadi 80,000. Kwa hiyo naomba unipushi kama utaweza. Akanambia kweli kuna hela sitoweza, naweza hapo nikakusaidia kama 50,000. Nikamwambia 50,000 hapo tutatoa hela udairi moja kwa moja, kuna baadhi ya vyeti vitahitaji muda. Akamwambia hiyo mihuri yote tutapiga bure. Kivipi? Anambia na hao na wamudu. Kwa hiyo hiyo hela nyingine tumia kwenye kutoa kopita vitu vingine basi inatosha, kama hivyo vitu vingine tutapata for free. Akanambia usiwaze, na wanasheria. Wanasheria napendaga sana kuita wanasheria wangu. Na wanasheria kwa akanipa namba 4 za wanasheria. Kwa nikawa na wanasheria wangu hapo sasa. Wakaenda kunipigia mihuri hivyo vitu. Bana nikatoka nikaenda vikagongwa muhuri vitu vyote, tukafanikisha nikaomba mkopo, na bahati nzuri au mbaya vyeti vyote vya wazee vya kifo nilikuwa navyo. Kwa hiyo nikawa kipaumbele kwenye mkopo, kwa sababu sikuwa na mzazi mlezi wala mdhamini. So ikawa ni very simple. Na matokeo yanakuja kurudi ya machaguo ya vyuo. Mtu mimi nimechaguliwa vyuo vyote kama nilivyoviomba, ni mimi tu kuamua kwa confirm nataka chuo gani. Sababu matokeo yangu ya O-level ya mathematics yalikuwa yananitia nguvu zaidi, na kuwa na principal passes za advance. So IFM wakarudisha majibu, they need me. TIA the same, pamoja na CBE ni mimi kuamua naenda wapi. Sasa nishaambiwa IFM ni pagumu sana japo ni brandi. So nikaambiwa ni pagumu sana. CBE niambiwa nako ni brand lakini si kubwa kama IFM. So ila CBE na IFM haiko mbali. TIA nikaambiwa ni chuo ambacho ni simple sana kwenda kufanya mambo yangu, ufaulu na kila kitu, ambacho sio complication sana. Nikasema basi chaguo langu mimi litakuwa ni TIA. Sikuwa nimeconfirm sasa chaguo langu litakuwa ni TIA. Kwa nikamwambia bro, mimi nimechaguliwa vile hivi na hivi, lakini napanga kwenda TIA. Nikamwambia wewe tu mdogo wangu, nikikuchagulia mimi kufanya chochote hakuna tatizo. Kozi ilikuwa ni moja, ni accountant wa simu. So nimechagua hivyo vio. Bwana, wakati na siku ambayo nakuja nataka kuconfirm na yule mshikaji wangu wote tukakubaliana twende TIA, lakini ilikuwa mimi ndo wazo langu, mimi ndo nimelitoa kwa sababu ya mazingira ya urahisi wa issue ya elimu ya pale. Kana nimeconfirm TIA. Nakuja kufuatilia yule mshikaji ambaye nilifukuzwa naye shule ya kwanza form 5, nikafukuzwa naye form 6, amesha confirm TIA. Nikasema mbwa mimi siwezi kukanyaga alipokanyaga yule. Never. Hatuwezi kutoboa kwenye hiyo sehemu. Kwa hiyo nilipokuja kuambiwa tu na mshikaji wangu, mwanao yuko pale nawe koma. Sieni. Nikagaili hapo. Nikakata hilo swala la kwenda kusoma kwenye kile chuo. Sio kwa sababu sikipendi, no. Kwa sababu yake. Kwa status ya kile chuo ikizidi IFM wala CBE, lakini nikasema hapana. Yule kiumbe yuko pale. IFM ilikuwa ni brand kubwa kuliko hivyo vyote. So tukarudi kwenye issue ya brand, kwa sababu kile cha mwanzo tulikuwa tunaenda kwa sababu sio ya brand, ya urahisi wa issue ya elimu yake. Kwa hiyo sasa inabidi turudi kwenye brand. Kwa hiyo kurudi kwenye kusoma kwa kuchagua kwa ajili ya brand, IFM ni brand. So tukaconfirm IFM. Kwa hiyo tukaconfirm bana, tumekubali kupokea matatizo ya kila aina kwenye kichwa. Hapo ni mwanzo wa matatizo mapya. Confirm IFM. Kwa hiyo confirm IFM, kisha confirm, baada ya muda mchache ndio majibu ya mkopo nao ndio yanafuata, baada ya kuwa washatambua wewe ni mwanafunzi wa chuo fulani. Lengo ni kwamba wajue ni chuo gani unalipa ada shilingi ngapi ili wao wakusetie kiwango cha ada. Kwa hiyo inaanza chuo zinafuata mkopo. So tukaconfirm IFM, then mkopo ukatoka.
Ndugu yangu yeye alijaza, wazazi wake wanadhaminiwa na Finka, Finka anadhaminiwa na wanaita TASAF kama sikosei, familia zisizojiweza. Na pia familia yake haijiwezi, na pia anaelewa na bibi. Kwa alijaza hizo taarifa. Babake na mamake wako hai lakini hawajiwezi pia. Kwa akajaza hizo taarifa, akajaza hivyo vithibitisho. Yeye pia akapewa kipaumbele kama mimi ambaye alikuwa yatima. Kwa tukapewa naitwa bachi ya kwanza kabisa. Tukalipiwa 50% ya ada. Tukasema at least ujue kipindi hicho walikuwa wengi wanapewa mkopo vitu vya hovyo vieleweki. Kwa laki 2 mara laki 5 na 500. Kwa unakuta ada unalipa 1.5 milioni, alafu mtu unalipwa mkopo unapewa laki 5 na 500. Kwa unakuta una bonge la gap unabidi ulilipe, ambao unabidi utumie hela meals and accommodation ambayo inaitwa boom, inabidi utumie hela boom kulipia hiyo ada na vitu vingine. So ikawa kuna gap fulani hivi. Unakuta unachukua ipe na direct cost, unakuta kwa mfano chuo chetu sisi tulikuwa tunalipa 1,750,000 mpaka na direct cost. Alafu bodi yenyewe inakulipia 750,000. Kwa hiyo mimi nilikuwa nalipa 1,000,000 net kutoka kwenye hela meals and accommodation, ambayo hela meals and accommodation kwa mwaka jumla ilikuwa nalipwa kipindi hicho ilikuwa ni 2,984 kama sikosei. Kitu kama hicho. Kulikuwa kwenye 2,900 approximately. Kwa ilikuwa ni ndogo sana. Lakini ndio hivyo, ni kubwa kwa mtu ukiangalia kwa haraka. Ukiwa unalipia ada ni ndogo. Ukiwa una support ya mtu yote. Kwa hiyo ilikuwa nakata ile, unalipa ada, ulipe kodi, ulipe mavazi na vitu vingine vyote. Kwa bado tena mwaka ukawa ni mgumu. Kwa baada ya kuconfirm FM na kuconfirm ilikuwa huo mkopo, shangazi tena alitokea kusikojulikana. Yeye kidogo alikuwa anakaa karibu na chuo cha FM, na pia sehemu yake alikuwa anakaa kidogo ni apartment bahati nzuri na kidogo iko vizuri, yani ina kila kitu, wafanyakazi wawili, apartment kubwa. Kwa sababu niko kwa nimefikia ni kila kitu kiko clear, akatokea kuniambia, Matayo, njoo ukalia hapa kwangu, kwa sababu kwangu mimi si mbali na chuo. Wakati huo bado chuo hakijafungua, lakini nilimwambia tu nimeconfirm chuo fulani. Baadaye tu alianza kupiga, kwa nini usiende UD? Alikuwa anaamini tu UD kwa sababu ya jina, lakini nikamwambia kwenye issue ikija, ukiwa unaenda kwenye issue ya sekta ya masuala ya fedha, FM ni chuo cha usimamizi wa fedha za taifa, so siwezi kwenda huko unakotaka wewe. Ningekuwa nachukua kozi nyingine tofauti, labda sheria na matakataka mengine ningeenda, lakini likija swala ya fedha, FM. Niambia kwa hiyo, niambia FM kwa hiyo masuala yako kwanza kuniambia kwa nini hukwenda wapi, usitake kuyaamsha hapa. Na mimi nikaamsha yangu. Kwa akayapotezea. Nikamwambia basi uje, nikamwambia lakini siko peke yangu na mshikaji wangu. Njoni wote. Sasa mimi shangazi wangu ana kitu kimoja. Nikienda na mtu yoyote, mtu mwingine nitakayeenda naye, hata awe ni shetani, anamjua sawa ni shetani, anamuona ni shetani huyo hapa. Ataishi maisha mazuri vibaya mno, lakini sio mimi. Mimi maisha yangu yanabaki yale kwamba mimi na yeye ni paka na panya tuzuka sehemu moja. Patawaka. Na hatukai sehemu hiyo kwa sababu ya mambo yake ya hovyo. Maisha yake yale ya kutuma ovyo, kuagiza, unakuta unatoka ufanye mambo yako unayaacha kwa ajili ya mambo yake. Na mambo yote ananituma mimi, ambayo anawafanya kazi wake lakini hatumi mimi kwa watu wenzani. Kwa hiyo bana katita, nikamwambia anyway, jiandae kwa lolote. Akasema nitavumilia. Nikamwambia sawa. Kama unaamini utavumilia. Kwa tukahamia kwa mia kwake, anakukaa pale, nakumbuka wakati tunaenda pale kwa baki siku kama 5 tunaenda kwanza udahiri. Babu zinafika siku ya udahiri, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 10 siku ya kwanza ya udahiri. Tuliwahi kwenda kwa sababu tulitaka kwenda kuconfirm kila kitu kikae sawa mapema sana. Lakini tutakuja kuona vituko ni kwamba sisi tulikuwa wanafunzi wa mwishoni kuja kufanywa usajili, lakini tulikuwa wanafunzi wa mwanzoni kwenda kabla hata siku za udahiri. Nakumbuka tulienda tarehe 8 kabla hata udahiri hujaanza. Kwa tarehe 10 mwezi wa 10 udahiri unaanza tena, nilikuwa pale on time. So mapema sana mimi tukaenda kwenye udahiri. Kufika kwenye udahiri inabidi tulipe hela ya direct cost. Hela direct cost sina. Wakatuambia basi at least ulipe 100,000 direct cost, ambayo sio yote. Hela direct cost ilikuwa inafika
jumla kwa muhula wa kwanza 150,000 kama na 50. Kwa sababu basi at least mlipe 100,000. Hiyo 50,400 ya bima ambayo hamna mtaacha, ina shida. Kwa inabidi mlipe hiyo 100,000 kwanza, ambayo itahusisha ID, hela ya NACTE fee na vitu vingine. Na hela za dharura 50,000. Hizo nyingine kuja mlipe baadaye. Sawa bwana. Kwa hiyo ikabidi tuingie kwenye zoezi la kutafuta hiyo 100,000. Mimi nikasema anyway, anipatie hiyo hela. Wakati tunataka kuondoka, kasawajiri akatuambia pia kuna vyeti vinahitajika. Kumbuka mimi vyeti wakati huo sikuwa nimefuata kwa sababu kule shule nadaiwa. Ndio. Mdaiwa sugu mwenyewe. Sikuwa nimelipata 100. Toka pale bidi sana rudi nyumbani. Kaanza kutafuta sasa hivyo vyeti. Mwanzo nilijua tu dai unaweza kufanyika kwa kutoa tu matokeo yakachaguliwa watu wakaonesha online, kumbe wanataka proof ya kile certificate kile cha shule. Sasa narudi nyumbani bidi niwasiliane na shule. Kuwasiliana na shule, mkuu wa shule kumbe naye ashabadilishwa, yule naye aliondoka. Kaja mwingine. Aliyekuja yeye ananiambia mimi nasoma madeni kama alivyoandikwa, kila unatakiwa ulipe 300,000 na 300,000. 300,000 na 300,000 hapo kijumlisha na ile 100,000 inatakiwa kule hospitali 400,000. Tajiri si yupo, ashasema amebadilika yeye kama malaika bwana. Shetani akizeeka tena na kwa malaika. Sema haya bwana, nimfuate bilionea hapa. Sasa shangazi, najua chuoni kule kuna hela usajili inahitajika. Alitoa jicho nilipomwambia kuna hela usajili inahitajika, kama nimemwambia naomba nitolee figo. Nitolea jicho ngamwangalia, shangazi mpaka umeshtuka, kaambia hamna, ongea. Kama kuna hela usajili inahitajika. Akaniuliza hela usajili inahitajika shilingi ngapi? Nikamwambia 100,000, lakini jumla ni 250,000, lakini wamesema kianzio kiwe 100,000 ambayo ndio hela ya muhimu sana. Nilipomwambia hivyo akafanya. Nikamwambia vipi? Mzigo uliobeba mzito sana. Asema hiyo hela tu hapo sasa hivi hapa, yani Mungu wangu sijui natoa wapi chini. Akaanza kuongea. Kamwangalia kazi zake ndizofanya zina thamani kuliko hata hiyo 100,000 anataka kwanza kupigia makelele. Anyway, ili nimwachie muda kwanza endelee kupiga makelele yake. Baadaye wakati nataka kutoka, nilikuwa tuko juu ndani, nataka kutoka, kinga mbia unajua nahitajika pia kupata vyeti. Lakini hivyo vyeti thamani yake ni 300,000. Ukijumlisha ni 400,000. Kwa nifanyie mchakato tunafanya. Alivyosikia 400,000. Alisi kama naomba dunia yote. Akasema hiyo hela hana. Hana kwa kweli, hana. Itabidi nijitume tu kufanya kazi nipate hiyo hela. Sasa kazi, nikamwambia kazi gani nipe? Nikamwambia nitakupa kazi. Nikamwambia kazi gani? Wewe unanizungushia biashara yangu. Kwa hiyo elimu niache tena kuzungushia biashara yako. Lakini sasa wewe kaona wewe shangazi anataka ngumi, sasa wewe tutakosana. Ina basi fresh sababu ile hela ni ndefu, nikaona acha nianze kustruggle. Kesho yake asubuhi nikaamka nikamwambia tena auntie, "Oh vipi? Hatuwezi kufanikiwa." Nikamwambia, "Matayo, nisikilize." Anataka kuniita maidia. Akishaniita maidia unajua ana msaada na mimi hapa. "Matayo maidia, nisikilize. Kauze hiyo simu yako." Nilikuwa na simu yangu. Kwa kama kauze hiyo simu yako, simu ilikuwa na thamani ya 200,000 na ukuzi. Kama kauze hiyo simu yako, ujilipie hivyo vitu vyako. Nikaona huyu ana msaada. Kwa sababu hata nikiuza simu kwa chuo sio kuzembea, hasa chuo kama FM ni kitu ambacho taarifa zote zinatoka online kwenye magrupu ya WhatsApp, kwenye system. Kwa hata nikisema niuze simu bado sio natatua. Kuna tatizo jipya linakuja. Na pia siku ya udairi inabidi uingie kwenye system uconfirm. Hiyo system inabidi utumie simu uingize taarifa zako. Kulikuwa hitatui tatizo lolote bado. Nikaona huyu tunapotezeana tu muda, hana msaada na mimi. Nikaachana, nikamwambia sikia, nilimchana tena hapo. Sasa ndio ile confidence yangu ikapitiliza. Nikamwambia sikiza, nikwambie wewe, nikuja hapa sio kwamba nitaka kuja kwako, nikuja wewe ndio ulinishobokea. Nitaondoka, usitaki usinizoee mimi nawe, hatuna mazoea, tusiti bwana. Nikaona nimeondokaga kwake, mimi nikaa nimeondoka, sio kwake, nimeondoka hiyo siku hapo wakati tunaongea. Nikatoka zangu nikaenda kushinda nako jua. Mimi niliporudi nikakaa zangu hapo ndani, tukalala. Kesho asubuhi alikuwa na haraka, akanipa kadi yake ya benki. Ana kadi 3 za benki. Ana kadi ya benki ya Tanzania moja ambayo ni CRDB, ambayo anaitumia kwenye hela za matumizi ya nyumbani. Alafu ana kadi za matumizi ya nyumba ya ujumla, alafu ana kadi ya kuhifadhia hela zake. Akanipa kadi ya matumizi ya ujumla ambayo ni Standard Chartered.
alafu na kadi ya matumizi ya kuhifadhia hela zake ambayo ni Barclays. Kwa akanipa Standard Chartered. Akaniambia naomba uchukue hizo control number 2, alafu uchukue hii namba ya simu. Hii namba ya simu utatuma 400,000 na hela kutolea ambayo iliniambia nitume 410,000. Alafu hizi control number utaenda utalipa hii milioni 4 ni ada ya watoto wangu 2. Hao watoto wanasoma kwenye ile shule ya yule mjomba wangu tena. Yule mjomba kule wako kule. Kwa hiyo basi sawa. Kumbuka hapo mimi nina shida na 200,000. Nilishamtafuta mwalimu second master, nikamwambia nikuonge uniibie hivyo vitu nikupe 100,000 nikupoze. Uniibie hivyo vitu nikupe 100,000. Naomba niibie nikupe 100,000. Sasa kwa hiyo moment kwa walimu mshahara wao unavyojua unapokuwa mdogo, ukimpa hela ndefu kama hiyo akakuibia kitu kama hicho ambacho anaweza kuingia ofisini akakipata, ni parefu sana kwa akakubali. Ataenda kuniibia nimpatie mimi hiyo 100,000. Kwa shule ikawa chuo 100,000 na yule mwalimu 100,000. Kwa nikamwambia mimi nilikaa nahitaji 200,000 tu. Na shangazi nilishamwambia lakini bado akaguna tu. Kama anataka kujifungua, ngaona achana na ana msaada na mimi. Afu kesho yake asubuhi anakuja kuniambia nini, nikawatumia mtoto wake mmoja 200,000 pocket money, yule mwingine 200,000 pocket money na ada milioni 4 ambayo jumla ni milioni 8. Kumbuka huyo mimi ndio alikuwa ananisimamia kusoma, ambaye sikuwa kutumia hata 10,000, lakini watoto wake wanatumia 200,000 kila wanapoiomba. Sio kwamba kwa mwezi, kila wanapoiomba. Na wanaishi kwenye shule private ambayo hela haitumiki. So kama tunavyoendelea kubaliana kwamba msaada sio kitu cha lazima, so nikaona tafanya nini? Unaweza kufanya na ni watoto wake. So sina neno. Nikaenda nikafanya miamara kama ilivyo. Namba siri naijua, alishaniambia. Kwa hiyo nafika na maliza kufanya miamara. Backup inabaki milioni 12. Imo ndani ya simu ya ile kadi ya benki. Milioni 12. Ipo, imeheng, imezagazaga 12 milioni. Nikasema labda amenipa hii kazi, huenda nikirudi atafanyaje? Atanipa. Ile mwanamke huenda atabadilika, atakuwa malaika. Huenda ndio sababu ya kunipa mimi kazi leo. Na nikamwambia sasa shangazi, vipi kuhusu ile issue yangu? Ananiambia hela mimi sina maidia. Nikamwambia boss lady, mbona nimekuta milioni 12 pesa yako? Nikamwambia kweli sio yangu, nimelisahau mheshimiwa, ile kadi ni yako. Na ni kadi ya nchi. Nilisahau ina miladi kibao, naomba nisamee mimi. Ila moyoni nikajua hapa hamna msaada wote. Sasa kesho yake ilikuwa Jumapili. Akaniambia ni mtu ambaye anaamini sana katika Mungu. Japo matendo yake na Mungu haviendani, na mtu ambaye anaamini katika Mungu. Kesho yake akaamka kama kawaida. Akaniambia Matayo, jiandaeni tunaenda kanisani. Nikamwambia hapana. Wewe sio kuniambia mimi kwenda kanisani. Wewe na shetani ni hivi na hivi, afu unanishauri matendo yako na kanisa haviendani. Nipumzishe. Hebu usijifanye unataka upate thawabu kupitia mimi kwa kunikumbusha. Nikamwambia wewe nipumzishe. Hiyo ibada unayoenda siwezi kuamini hata hilo kanisa unalolisali wewe kwa matendo yako. Nipumzishe. Usitake nianze kuongea mengine. Yale maneno bana kumbe kwa mimi mwingia. Na siku ya Jumapili huwa apendagi sana. Alienda kanisani, bahati mbaya nzuri alipofika bana, na mada ilikuwa inagusa watu wa aina ile kama yeye mchungaji aliwaongelea kwenye ibada. Akahisi kama ile siku inamuelemea. Akarudi bana kiguna njia. Alipokuja mimi nikaa nimepiga simu, nikipewa bomu langu la kwanza tunaondoka. Nikamwambia mchungaji, nikipewa bomu la kwanza tu tunaondoka. Yaani bomu utakaopewa muda huo tunaenda kwanza kutafuta chumba. Tunaondoka kwenye nyumba, sitaki kukaa na mtu bila kumnyonga. Ni wakati huo ilikuwa ni mchana tunaongea, wakati yeye ameenda kanisani. Aliporudi kanisani kaja macho amevimba, alikuwa analia huko kwamba ameenda kuconfess kwamba amefanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Vitu vyenyewe ni mimi huyo. Kwa akarudi nyumbani. Anarudi macho amevimba. Nikamwambia mwenzetu, haya kulikoni? Mimi na taarifa nataka kukupa, na hayo macho yako vipi? Unaweza kupokea taarifa mpya au nikuache kwanza? Mimi ndio nilikuwa namwambia hayo maneno. Macho vipi? Hayaruhusu kupokea taarifa mpya. Au nikupe, utaweza kuibeba? Akaniambia nipe tu taarifa yako. Nikamwambia haya. Nikamwambia kama nitapokea hela yangu ya kwanza ya bomu, japo haitoshi vyovyote hata therusi, nimechagua kwenda kupanga kuliko kukaa na wewe hapa.
Sije nikaonekana huko mimi nakaa kwako unanisaidia kitu kikubwa, kumbe mimi hakuna msaada unanipa. So nikipokea ile hela mimi nitaondoka kwako. Akasema basi sawa, ila naomba nikupe hata msaada wangu mdogo ambao unajua sio lolote, si chochote. Kama msaada wako tena mdogo, kumekucha. Niambia nikusikilize ndugu yangu na mimi. Dada yake na kaka, kuna nini? Akasema nakupa hii 150,000 kidogo itakusukuma. 150,000 itakusukuma. Nikasema wow. Ni kitu ambacho sijakitarajia. Akanipatia 150,000, akaingia zake ndani. Mimi hata sikumpa na hiyo asante kwanza muda huo aliponipa, kwa sababu nilikuwa nimesaajabu, nilihisi akabadilika muda wote, simuelewi. Kwa si kuwa na miemko yote, nikamwacha. Nimechukua ile hela nikamwacha aende. Baadaye nikaenda nikamgongea chumbani kwake, nikamkuta ametulia tena anafanya maombi, analia sana. Nikamwambia mwenzetu vipi, kuna msiba? Ananiambia hakuna, anafanya maombi. Hebu ngoja kwanza, naomba nikukatishe samahani. Hela ni umenipatia mimi au kuna nimtumie mtoto wako au kuna kitu chochote mimi sikitambui? Akaniambia Matayo, hela nimekupatia. Au kama uhitaji basi asante sana, ila sijabadilisha mawazo kuondoka, nitaondoka. Ila asante sana kwa hichi kidogo ulichonipatia. Nashukuru. Kafunga mlango wake, nikampigia simu yule second master, akaniambia nimeiba vyeti vyako nimeweka navyo. Unajua ukija ukiniletea kesi unaweza kanifunga kwa sababu havitakiwi kuwa navyo mimi. Nikamwambia sikia mheshimiwa. Ilikuwa ni Lizard slip na living certificate. Nikamwambia sikia mheshimiwa, jina linatoka nani? Wakati una confidence sababu ni 150,000 aliyonipa balozi wa shetani kule ndani, aliyechagua kuwa malaika dakika za mwisho. Nikamwambia na kale kaunyama kako hapa. Akaniambia basi kaniwakilishia huko kaela. Kwa nikamwakilisha jioni ile, akaniambia kesho naituma, nikamtumia 20,000. Nikamwambia mpe mtu aniletee, yani vivanishe kwenye gari hiyo, ni lako na nauli ya usumbufu kukipeleka mpaka stendi. Akaniambia basi sawa, kuna shida. Kweli bana. Kumbe kuna mwanafunzi mmoja na alikuwa anakuja Dar ambaye tulisoma wote kwenye hiyo shule. Alienda kwa saa ile hela akapiga akampa huyo mwanafunzi aniletee. Mimi bana nikamchukua mwanangu ile 20,000 kwa nimemtoa, kama baki 30 kwenye 150,000 maji mnaituma 120,000. Kama baki 30,000 nikaenda kucheza mchezo wa kubahatisha. Siku ule nilipiga hela ndefu sana, nakumbuka ilikuwa 300,000 kama na 40 na kitu hivi. Kwa pale tunapokaa kwa shangazi, kwa chini kuna ni makao makuu ya Throne Bet. Kwa nilienda kucheza Throne Bet kutwa nzima sasa. Ikatoka bana, ikapata 300,000 na hiyo sehemu. 300,000 na sehemu. Akili yangu ya kwanza ni kuuza ile simu kidogo, ilikuwa ina staki, ilikuwa ina crack. Niuze ile simu, niongeze hela, nikanunua simu nyingine. Kweli nikaongeza. Nikaenda kununua simu nyingine kwanza. Wakati huo kumbuka pale shule na chuo nataka nikalipe ile laki. Sikuwa nayo tena, ghafla bilivu ile kai imeisha. Wakati huo unajua tena akili haipo hapo. Kaza ile itatatulika tu. Kumbe chuo kina usirias kuliko mimi nilivyochukulia. Mimi kana waza nikipata vyeti tu hata nisikiliza. Mbona wao haelewi bwana. Vyeti vikafika, nikaenda wakasema no. Siku za mwisho zinakaribia za usajili. Wamegoma kutusajili, ambaye tuwezi kuwasajili. Bahati nzuri ilibidi tuende kwa afisa mkopo wa chuo. Tukamfuata, nikamwambia afisa mkopo, mimi nimefika mkopo, nataka unipe barua ya kujikomiti, inaitwa commitment letter, kwamba nikipewa bomu langu nitalipa ada inayobaki inayofemea. Akasema basi sawa, nikapewe barua. Yule afisa kwanza akaniuliza kwa nini unakuwa hivyo, kwani familia imeshindwa kukulipia tu hiyo direct cost? Maana hela unaolipiwa wewe unajua ni kubwa sana. Wengine wengi walikuwa wanalipiwa, the rest wengi walikuwa wanalipiwa 500,000 na hiyo shilingi ngapi, 200,000, mimi nilikuwa nalipiwa 750 ambapo ni 50% ya ada. Akaniambia kwani huna mtu wa kukulipia? Nikamwambia mtu ni mimi ndo baba, mimi ndio mama na mimi ndio mtoto, nataka kulipiwa ada. Kwa hamna mtu yoyote anataka kulipa chochote zaidi ya mimi. Akaniambia dirisha la rufaa.
linafunguliwa hivi karibuni, ufanye uombe rufaa kwamba ada haikutoshi wakuongezee. Nikamwambia unajua kama kuna mtu ana akili, ana akili sana afisa mkopo. Kwa rais hata wa nchi. Sema tu vitu vifuatilie. Mnipa wazo zuri sana ambalo zalikanisaidia. Kwa hiyo hilo nitalifanyia kazi vipi kuhusu barua ya kujikomiti? Kama barua nakupa, watakusajili leo hii tu. Sikuwa naamini kwa sababu mpaka dakika hizo ilikuwa tusha give up mimi na yule mwenzangu, wote tulikuwa tuna hiyo hela. Japo dakika za mwisho wakati mimi niko kwa yule afisa waji tunaongea kule, mwenzangu kaka yake alimpigia simu akampa ile laki, ikawa imebaki ada nyingine ambayo pia atakuwa ajikomiti bado. Kwa ile direct cost alipewa 100,000, lakini bado hata kuna hela nyingine msalia. Ndio alikuwa ailipe. Bahati nzuri ile afisa akakubali, wakati tulikuwa tusha give up. Akakubali. Bado wakati tunakaa kwa shangazi. Japo alikuwa siongelee sana kipindi hicho sasa, kwa sababu nishajua pale nakaa na shetani. So akatupa barua kujikomiti, nikajaza ada inayofemea yote, na yule mzanga akajaza, tukapeleka kwenye admission office pale ya chuo, wakatusajili kweli, wakatupa na ID. Nilikuwa siamini kwanza, kwa sababu ilikuwa kwanza ni ndoto yangu kubwa kuwa mhasibu toka niko darasa la 7. Leo nakuja kupewa kitambulisho kwamba mimi ni mwanafunzi wa kozi ya uhasibu wa bachelor kwa miaka 3, na sio chuo tu IFM. Nikasema wow. Tuweke nukta hapa katika sehemu hii ya 11 na nikukaribishe sana katika sehemu inayofuata.